Huku wanafunzi wa gredi ya 10 wakitarajiwa kuripoti katika shule mbalimbali hii leo nchini, hali ya sintofahamu bado inaendelea kuwagubika wazazi, wanafunzi na pia walimu wa shule upili ya wavulana ya Aldai kwenye eneo bunge la Aldai, kaunti ya Nandi, kufuatia mvutano unaozingira mpango wa kuigeuza shule hiyo kuwa chuo kikuu. Sintofahamu hiyo imesababisha wasiwasi mkubwa miongoni mwa wadau wa elimu, hasa wazazi ambao hawana uhakika kuhusu mustakabali wa shule hiyo kama taasisi ya elimu ya sekondari, na ambao wamezuiliwa kuwaleta wanao wa gredi ya 10 hii leo. Inadaiwa kuwa kuna vikundi vya watu ambao walifika hii leo na wamewazuia wazazi hao na shughuli zozote za kujiandikisha katika shule hii. Sasa tunaungana na mwanahabari wetu ambaye amekita kambi katika eneo hili, Macharia Mbogwa, atuchoree taswira kamili ya kunani na ni kipi kinaendelea sasa hivi. Macharia. Ruga, katika kaunti ya Nandi hapa eneo bunge la Aldai, ambapo wazazi wa shule ya wavulana ya Aldai ambao walikuwa wanaleta wanafunzi wao wa gredi ya 10 wameweza kupatana na hitilafu tofauti, ikiwa tu ni matatizo ambayo wamekuwa kikumbana nayo kuanzia wiki jana, ambapo wanafunzi walitarajiwa kurejea shuleni, lakini ikapatikana ya kwamba shule hii wanafunzi hawajaweza kurejea, na kumekuwa na mtafaruku, mvutano wa hapa na pale, vikundi tofauti, ikionyesha ya kwamba hakuna msimamo dhabiti iwapo shule hili litachukua hatua ile ambayo wanasema iliwekwa na rais, ambaye alisema ya kwamba shule hii itakuwa tawi ya shule chuo kikuu cha Kaimosi. Lakini licha ya hiyo yote, wazazi wameweza kuwasili hii leo, na mmoja wa wazazi hao ambaye ametoka kaunti ya Nakuru, naweza kuzungumza naye hapa, labda atuelezee ni nini tatizo kuna, ameweza kupatana na hitilafu gani tangia asubuhi wakati aliyewasili hapa. Na asante sana kwa kuzungumza na NTV, na labda tu ukianza kwa majina, na pole sana kwa yale shughuli za hapa na pale za siku. Labda ukiwasili hii leo umeweza kupokea kuelezewa mbeleni ya kwamba mwanao ameitwa katika shule hii, ama kuna mabadiliko yoyote? Wakati nimefika asubuhi ya leo, nikakuta katika lango la shule pameandikwa Kaimosi Campus, Kaimosi University Campus, na nikawa nimepotelewa na fahamu kwa sababu mtoto wangu alikuwa ameitwa katika shule hii ya Aldai Boys, na nilichukua hatua, nikatoka pale nyumbani nikakuja hadi katika lango la shule, nikaingia mahali pale kulikuwa na principal, na akaniambia tusijali, shule inaendelea. Kwa hivyo akaniambia niende nijiandae na tumlete mtoto siku hii ya leo. Kwa hivyo leo asubuhi nilipoamka nikafikiria kwanza nikuje mbele kabla ya kuleta mtoto. Wakati nimefika pale ikawa ni hali tatanishi, kwa sababu nimekuta shule imebadilishwa na watu wako pale na wanasema hakuna kuingia katika lango la shule, na nikashindwa la kufanya. Labda tu kuna maelekezo yote ambayo uliweza kuelezewa, na hadi sasa umefikia wapi? Hakuna maelekezo hata kidogo ambayo nimepata, kwa sababu wakati huu nimekuwa katika ofisi hizi ziko nyuma yangu hapa za Wizara ya Elimu, na wanatuambia ile jambo ambalo wamepatiwa ni la wale ambao walikuwa wanasomea shule hiyo. Wanasema kuna barua za watu wa kidato cha 3 na kidato cha 4. Sasa ambacho wananielekeza niende cyber, sijui nikifika kule nitaanza wapi ama wapi, kwa sababu wakati matokeo yalitokea tuliingia katika mtandao na tukatoa mahali ambapo watoto wetu wameitwa. Wengi wetu tumenunua uniform, wengine wetu tumelipa fees, wengine wetu hata tumenunua vifaa za zaidi ya 16,000. Ukiangalia katika list ambayo iko hapa, hizi ni vitu nyingi sana mzazi akiwa amenunua, na kulipia gharama ya umbali ambao ametoka kufika katika shule hii. Ukiwa umelipa zaidi ya shilingi 40,000 ambayo ni fees, tena ufike mahali hapa ukuta sintofahamu ambazo umekuta, utashindwa ni mambo gani ambayo yanaendelea hapa. Na sijui ni kwa sababu gani wanasiasa wanaweka siasa katika maisha ya watoto wetu. Mimi ninaweza omba waweke siasa katika maneno yoyote, lakini kwa maisha ya watoto wetu, tafadhali sisi kama wazazi tunaomba wacheni watoto wetu wasome.
Labda tu pole kwa hitilafu hizo, lakini ningependa tu labda mzazi wa mwisho uweze utuelezee hali hii imekuwa kwa muda, lakini amesema yeye hawezi kuzungumza kwa sasa, hana nguvu ya kuzungumza. Labda tuende kwa uwazi. Ni kilio cha wazazi wengi katika eneo hili la Aldai, ambapo hapo jana kumekuwa na vuta ni kuvute baina ya wazazi. Pia imesemekana kwa upande ule mwingine kuna baadhi ya raia ambao wameweza kuzuia wazazi hao kufika katika shule hiyo, na wazazi wengi wanaweza kuelekezwa katika ofisi hii, na ofisi hii bado haijawapa njia mwafaka ambayo wanafaa kufuata. Ni habari ambayo tutakuwa tukifuatilia kwa ndani, ikiwa pia tunataka majibu kutoka kwa waziri au kitengo chochote kile kinafaa kushughulikia hatua hii, na tutakuwa tukimuelezea mtazamaji wetu kwa taarifa zetu za hapo baadaye. Lakini kwa sasa, Ruga, niruhusu nikurudishie kwako studio. Naam, asante sana Macharia. Ndio hali tete shuleni Aldai. Tutakuwa tukitarajia tulete taarifa hiyo kwa ukamilifu wake kwenye taarifa zetu zifuatazo na pia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Sasa